Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Unafahamu ya kwamba ndio wawakilishi pekee katika anga za kimataifa, na usiseme anga za kimataifa peke yake, sema katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Hapa nazungumzia barani Afrika, ambako klabu ya Simba inaendelea kuweza kupeperusha bendera vyema ya Tanzania mara baada ya kile ambacho kilichoweza kutokea katika hatua ya robo fainali. Sasa wanasubiri kucheza mchezo wake dhidi ya Stellenbosch kutoka kule Afrika ya Kusini. Sasa katika hayo ambayo yanaendelea, klabu ya Simba inaelezwa kwamba imekamilisha usajili wa nyota mkubwa ndani ya kikosi chao. Unaambiwa namba 10 bora kabisa Tanzania imeweza kutua ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa yote kamili niko nayo hapa, nimekusogezea. Utakwenda kujua namba 10 bora huyo ni nani ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya klabu ya Simba Sport Club, kwa sababu ni moja kati ya usajili ambao umeweza kufanyika na klabu ya Simba chini ya kocha mkuu Fadlu Davis. Ni nani huyo? Utakwenda kujua, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, unafahamu klabu ya Simba inaendelea kuweza kujikita katika nafasi nzuri, huko nafahamu ya kwamba katika mashindano ya kimataifa bado wapo wanashiriki kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya nusu fainali. Lakini sambamba na hayo, klabu ya Simba pia unafahamu ya kwamba wanashiriki katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, wapo katika mbio. Lakini pia kombe la FA, hapa nazungumzia CRDB Federation Cup, pia wanashiriki katika mashindano hayo. Sasa yote hayo klabu ya Simba wanayahitaji makombe hayo, lakini pia sambamba na hivyo klabu ya Simba imekuwa ikiendelea kukamilisha sajili zake kimya kimya ndani ya kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba taarifa kutoka katika viunga vya klabu ya Simba inaelezwa kwamba wamekamilisha usajili wa nyota mkubwa, ambapo mahitaji haya yalipendekezwa na kocha Fadlu Davis, ambapo yeye alizungumza na kufunguka juu ya usajili ambao anataka kwenda kuufanya, ambapo kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis amewataka mashabiki wa Simba kutosherehekea mafanikio ambao wanayapata kwa sasa, na zaidi waendelee kumpa imani kwenye ujenzi wa timu yake, kwani msimu ujao anahitaji kumsajili kiungo namba 10 bora Tanzania. Tusisherekee sana kwa sababu bado kuna mambo ya kutimiza zaidi. Huu ni msingi tu, tunaendelea kujiimarisha na tumeshakaa kikao cha usajili ujao tayari, na sasa tunamtafuta kiungo namba 10 bora zaidi wa Tanzania, na tunatumai tunainasa saini yake Fadlu Davis, kocha mkuu wa klabu ya Simba. Unaona bana, sasa watu wako wanajiuliza huyu namba 10 ni nani? Unaona bana, majina yakaa nenda mbali zaidi, hata wakaweza kutaja namba 10 bora kwa sasa ambaye anatajwa zaidi, ambaye ni Faisal Salum Abdalla, ambaye anatajwa kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba, ambapo na klabu ya Simba walikuwa wakiweza kumuinda kwa hudi na uvumba, wakipeleka hofa lukuki katika klabu ya Azam, lakini Azam wakawa wanawachomolea klabu ya Simba. Sasa huyu namba 10 watu wakawa wanajiuliza atakuwa ni nani? Pengine labda wameongeza mzigo kwa Feitoto na kuweza kupata saini yake. Watu watakuwa wanaweka maswali juu ya hiko ambacho kinachoendelea. Sasa inaelezwa kwamba taarifa kamili inasema ya kwamba kocha Fadlu Davis aliposema wapo wanawinda saini ya namba 10 bora Tanzania, wengi walijua anazungumzia usajili wa Feitoto kutoka pale klabu ya Azam, moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa, na
wachambuzi wengine walianza ziaka kwamba Simba hawawezi mpata Fei kwa kuwa Yanga nao wanamtaka. Kumbe hata Fadru alikuwa amzungumzii Fei Toto, alikuwa anamzungumzia kijana mdogo aitwaye Morris Abraham, alikuwa anatafuta maisha yake ya soka nchini Serbia. Simba ambao unaelezwa kwamba kijana huyu wameweza kuvutiwa naye kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kijana huyu ni nani? Amezaliwa wapi? Maisha yake ya soka yako vipi? Ni Mtanzania ama ni raia wa nchi gani? Tutakwenda kujua hapa kwa sababu kila kitu mimi nimeweza kusogezea. Bana, huyu anaitwa Morris Abraham. Amezaliwa Agosti 13, 2003 ambapo kwa sasa na umri wa miaka 21, ambaye ni raia wa Tanzania. Nafasi ambayo anaocheza ni attacking midfielder ambaye ni namba 10 halisi kabisa, ambapo kijana huyu ni raia wa Tanzania, ambapo kila mmoja aliwahi kumuona akiwa amevaa jezi ya timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kijana huyu amewahi kupita katika klabu baadhi, ambapo toka mwaka 2021 ndio alipoweza kusajiliwa under 19 kule Serbia. Akacheza msimu huo 2021, 2022, 2023 akatolewa kwa mkopo kuelekea katika klabu nyingine inaitwa Novi Sad, lakini baada ya hapo akarudi tena katika klabu yake ya Spartak huko msimu wa 2024, ilikuwa ni tarehe 30 Juni, lakini 2024-25 kuanzia Julai 1 mpaka 2024 huko hana timu mpaka sasa. Unaona bana, kwa hiyo klabu ya Simba watambue kwamba wanamchukua mchezaji ambaye mpaka sasa toka mwaka 2024 hana timu ambayo anaichezea. Taarifa hizi zipo katika hapa nazungumzia peji kubwa kabisa ya kimichezo duniani. Hapa nazungumzia Transfer Market, wakiweza kuzungumzia juu ya kijana hapa nazungumzia Morris Abraham ambaye anatajwa kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Simba Sport Club. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo klabu ya Simba wataweza kufanikisha dili hili kubwa ambalo inaelezwa kwamba kijana huyo ana moto wa hatari. Rekodi zake ambazo wenyewe wameweza kuzijilizisha na kuona ya kwamba nyota huyu anafaa kuchukua namba ya kina Jean Charles Ahoua. Anapaswa kufanya kazi ya ziada ili kuweza kuwaaminisha wanasimba, kwani mpaka kocha mkuu Fadlu Davis kuweza kuamini kwamba anaweza kuwa namba 10 bora kwa Tanzania. Ndio watu nasubiri kuweza kuona maajabu yake, huenda yakawa ni yapi ambayo yuko nayo kijana huyu. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi kutoka katika viunga vya klabu ya Simba, watakuja na lipi juu ya hiki ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.